Kwa muda mrefu nimekuwa najiuliza, kwa nini watu wengi tunasoma neno la Mungu lakini linakuwa halina msaada? Kwa nini tunasikia neno la Mungu lakini kusikia kwetu hakuleti matokeo? Katika kufanya Bible study na utafiti wa neno la Mungu, katika kusoma na kuchambua vitu vile vitatu, nimekuja kujifunza ya kwamba tuna haja ya kujua namna bora, jinsi bora ya kumsikia Mungu. Watu wengi tunamsikia Mungu kwa sikio la nyama, lakini hatumsikii Mungu kwa sikio la rohoni. Tofauti ya kumsikia Mungu kwa sikio la nyama na anayemsikiliza Mungu kwa sikio la rohoni ni matokeo kwa maisha ya huyu mtu kwa lile neno alilolisikia. Sasa leo tutakwenda kuangalia namna bora ya kulisikia neno la Mungu ili uweze kuleta matokeo kwenye maisha ya msikilizaji huyo. Katika kitabu cha Mathayo 15 mstari 11, Mathayo 11 na ule mstari wa 15. Biblia inasema, mwenye masikio na asikie. Mwenye masikio na asikie. Watu wote wana masikio, ila sio wote wanaosikia. Ukitaka kujua hilo, lazima ufahamu kwa nini Yesu aseme mwenye masikio na asikie, wakati wote waliokuwa mahali pale walikuwa na masikio. Kumbe kusikia ni zaidi ya kusikia. Unaweza ukasikia, lakini kumbe usikii. Nisikilize vizuri. Watu wote tuna masikio, lakini wachache wana masikio ya kusikilizia sauti ya Mungu. Si kila mwenye masikio ana uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Tunapokuwa tunahubiri, kuna mtu ananisikiliza. Katika maneno nayoongea nitataja maneno ya Mungu ambayo mwenye masikio akiyasikia kwake ataleta impact au matokeo. Lakini katika maneno haya kuna mwingine ananisikiliza mimi. Huyu bwana ni nani kwanza? Amepata wapi mamlaka haya? Huyu mbona anasema hivi? Haya maneno yake yamekaa vipi? Mtu huyu anakosa mbaraka wa kupokea na kusikia neno ambalo Mungu amekusudia. Sasa niseme kitu kimoja. Ili uweze kuwa msikivu mzuri wa neno la Mungu lenye baraka na faida kwenye maisha yako, lazima ujue kutofautisha vitu hivi viwili. Kuna tofauti kati ya neno la Mungu kama logos, nitatafsiri hapa, na neno la Mungu kama rema. Watu wengi wanajua neno la Mungu kama logos, lakini hawajui neno la Mungu kama rema. Tumishi, unamaanisha nini? Ngoja nikupe tafsiri hapa. Tafsiri zinasema, tunaposema logos maana yake ni neno, kwa maana ya kwamba anasema logos represent the totality of the word of God. Ni ule mjumuisho wote wa neno la Mungu, including the Bible and Jesus Christ as the living word. Kwamba inajumuisha Biblia na Yesu Kristo kama neno lililo hai. Anaweza akaongea na wewe katika njozi, katika maono, kupitia fikra zako, pamoja na Biblia yetu logos. Can be understood as inherent and changeable truth and wisdom of God. Ni ule ukweli na hekima ya Mungu isiyobadilishika, likiwemo neno la Mungu, Biblia ya maandishi tunayoisoma. Lakini tunaposema rema, sikiliza sasa hapa vizuri. Tunaposema rema, R-H-E-M-A, refers to a specific spoken word, utterance from God, applicable to a particular situation of a person. Ni neno mahususi la Mungu hili ambalo ni applicable. Hapa tofauti ni kwenye application, kwenye utendaji kazi.
linamaanisha ni ile neno mahususi la Mungu ambalo linatenda kazi katika specific nini amesema hapo, on a particular situation of a person, katika hali mahususi ya mtu. Ngoja nikwambie, hali unayopitia wewe ni tofauti na hali unayopitia mimi, anayopitia yule kiongozi wa kidini aliyefariki juzi wa pale katika taifa la Vatican, ni tofauti anayopitia rais wa nchi, anayopitia mkulima kijijini. Kwa kila mtu anapitia haja yake tofauti kwa namna ya changamoto ambazo anapitia kwenye maisha yake. Sasa neno la Mungu la jumla, tukasoma mimi na wewe hapa kama jumla la kwetu, lakini ninachopitia mimi kuna application, kuna mafafanuzi ya neno la Mungu ambayo kama nikiyapata katika neno langu nikaliamini, kwangu ninaleta matokeo. Kwa maana nyingine rahisi tuseme logos ni neno la Mungu linavyosema, kama ukisoma hapa Zaburi nini. Alafu nasema rema ni application, ni ule utendaji kazi wa hilo neno kwa mtu aliyelipokea. Kuna watu wengi wana sentensi za neno la Mungu kwenye maisha yao, lakini hawajaruhusu hizi sentensi za Mungu zifanye application, ziapply, zitekelezeke kwenye maisha yao ili wapate manufaa na baraka zilizomo ndani ya hilo neno. Ndio maana unakuta kuna mtu amepitia Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini maisha yake ni tabu, ni hopeless, dhambi za kujirudia, hana amani, hana raha, wakati sio lengo la Mungu. Kwa sababu alisoma neno kama logos, kama tu maandishi mpaka mwisho. Anakubali ni kweli, lakini hakukuta kitu chochote, hakutafuta kitu chochote ambacho kina apply, kinafanya kazi kwenye maisha yake yeye binafsi. Maana nyingine ya rema can be seen as a personal application of the logos to one's life. Rema kwa maana nyingine nasema ni personal application, ni utendaji kazi binafsi wa neno la Mungu kwenye maisha ya mtu binafsi. Achana na maneno ya jumla. Hivi kwenye maisha yangu mimi hili neno limewahi kunisaidia nini na limenisaidiaje kwa kiwango gani? Hiki ndicho ambacho Mungu anataka. Anasema maybe a word of encouragement, a prophetic utterance of a specific instruction or specific instruction from God. Neno la faraja, neno ambalo ni maelekezo mahususi kutoka kwa Mungu kuja kwa kupitia neno la Mungu. Kama hii kitu haipo, tunasema wewe bado hujawahi kusikia neno la Mungu. Ili tuseme umesikia neno la Mungu, lazima neno la Mungu ambalo umelisikia liguse eneo fulani kwenye maisha yako, likafanye kazi kwenye hilo eneo, na hilo eneo kutokee mabadiliko ya makusudi. Na hayo mabadiliko ukiyakagua utagundua kama lisingekuwa hilo neno uliolipokea na hilo neno kulifanyia kazi hilo eneo ambalo linahitaji neno, pasingetokea badiliko lolote. Mithali 1 mstari wa 20 na 21 anasema hekima upaza sauti yake katikati ya njia kuu, utoa sauti yake katika viwanja, kulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji hutamka maneno yake. Neno la Mungu ndio hekima. Tunasikia kwenye mitandao ya kijamii, mikutano ya hadhara, kwenye mabango ya kwenye mabasi, tunasoma kwenye status za WhatsApp na mitandao yake. Maneno mengi yanatumwa, yanapata sauti, yametapakaa kila kona, na watu tunayasikia, lakini yanayowaathiri ni wachache kuliko ya wanaosikia. Kwa sababu wanaposikia, wanasikia kama maneno ya kawaida, hawayasikii kama maneno yenye kuleta matokeo kwenye maisha yao. Yesu huwa anaongea na kila mtu. Ndio maana hii mithali, kwa sababu kila sehemu neno lake limetapakaa. Tena wakati mwingine kupitia vitu vya asili pia vinautangaza utukufu wa Mungu. Hajachagua kundi la watu maalum la kuongea nao. Sio wanaoenda kanisani tu ndio ambao wanaongea na Mungu. Wako watu wametapakaa dunia nzima, kila kona. Mungu anawafikishia neno lake kwa njia isiyo ya kawaida. Tunapata hasara kubwa na tunapishana na fursa nyingi
tunaposhindwa ulisikia lile neno na kuruhusu hilo neno lifanyaje, kuruhusu hilo neno lilete madhara chanya kwenye maisha yetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 34. Hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Hakuna watu wanaopendelewa na Mungu. Unapoona mtu ukasema anapendelewa, sio anapendelewa. Alipolisikia neno logos au spoken word of God, neno lipotamkwa, yeye alilichukua akaruhusu lifanye kazi kwenye maisha yake. Wengine wakaleta ubishi wa kidini, wengine wakalichukulia kama neno la kawaida lisilete matokeo kwenye maisha yao. Kwa nini wakati mwingine, au tuseme suluhisho la hii tatizo ni nini, au dawa ya sikio lisilosikia maelekezo ya Mungu kwa mfumo ambao lingeweza kuleta matokeo? Sikio lile la ndani, kuna sikio la ndani na kuna sikio la nje. Kuna sikio la kiroho na sikio la kimwili. Muunganiko kati ya sikio la kiroho na sikio la kimwili ukikata, hauwezi kusikia mambo ya Mungu. Ndio maana watu walipokataa makusudi kuyasikia maneno ya Mungu, matokeo yake wanawake wakawakiana tamaa na wanawake, wanaume wakawakiana tamaa na wanaume, ukawa na uchafu mwingi sana. Lakini kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19 inatoa sehemu ya suluhisho ya tatizo la kutokuisikia sauti ya Mungu. Lakini kabla hajasoma suluhisho, tusome chanzo cha tatizo la kutokuisikia sauti ya Mungu. Isaya 59 mstari wa 2. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kumbe dhambi na maovu yanaweza kawa ni kigezo cha kuweka partition, kuvunja daraja kati ya sikio lako la kimwili na sikio lako la rohoni. Lakini sasa dawa ipo. Dawa ndogo sana ambayo tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tubu, urejee. Kutubu ni kujutia maisha unayoishi na kumwomba Mungu msamaha kwa maamuzi uliochukua makusudi wewe binafsi. Alafu Bwana anakushushia Roho wake Mtakatifu na anakupa kipawa cha kupata burudiko la kuweko kwake ndani yako, na anaunganisha daraja kati ya sikio lako la ndani na sikio lako la nje. Matokeo yake yanakuwa ni nini? Isaya 30 mstari wa 21 anasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Haleluya! Sasa unaanza kusikia. Anasema na masikio yako yatasikia neno nyuma yako, ikisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia au mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Hivyo basi utaanza kupata maelekezo, constructive instructions from heaven, maelekezo yenye kujenga kwenye kutoka mbinguni. Iko njia utaambiwa usiende, utasikia, utafuata. Mwenye hekima upokea maagizo. Bwana atakupa hekima. Jicho la ndani ya moyo wako litapata kuona. Hivyo basi utaanza kuwa ni mtu wa rema pamoja na logos. Yaani maana kila neno ambalo unalipokea, utalisoma, ndani yake Roho atakuelekeza, utaanza kuona application, sehemu ambapo linagusa kwenye maisha yako. Lakini kitu cha faida zaidi, wewe litakufanya kuwa baraka kwa watu wengine. Kwa ni kuombe sana mpendwa, mwambie Mungu, naomba unisaidie niweze kulisikia neno lako kwa sikio la ndani. Kwa sikio la nje huwa nasikia, ila hapa katikati kuna mawayawaya mengi sana yanalifanya silete maana. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Amen.